Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wanafunzi, tunaendelea na darasa yetu hii nzuri ya lugha ya Kiarabu. Tunaendelea na kitabu chetu Taallam al-Arabiyyata wa anta fi sighar, jifunze Kiarabu ukiwa bado mdogo. Na tunaendelea leo. Juzi tuliishia katika dhamairu almutakallim na tukizitolea maana yake, matumizi yake. Leo tutaendelea na dhamairu almukhatabi, dhamiri za mwenye kuhutubiwa au mwenye kuambiwa, nazo tutazielezea ingawa kwa uchache yale matumizi yake ambayo unaweza kuzitumia. Na dhamairu almukhatabi hizi ziko dhamiri 5 ambayo kuna anta, we mwanamume mmoja; anti, we mwanamke mmoja; antuma, nyinyi wawili, ikiwa wa kiume au wa kike, yote hii inatumika. Lakini kuna antum, nyinyi wanaume wengi, na kuna antunna, nyinyi wanawake wengi. Kwa hiyo tuingie mubashara katika kuzifafanua matumizi yake hizi dhamairu, ili tuweze kutumia katika matumizi sahihi. Tunawaza na anta. Anta anasema lilmufradi almudhakkari. Hii anta inatumika kwa mwanamume mmoja, inatumika kwa mwanamume mmoja. Mithlo, mfano, anta sadiqun, wewe ni mkweli. Anta sadiqun, wewe ni mkweli, kwa maana wewe mwanamume mmoja ni mkweli. Lakini mfano wa pili, anta muslimun, wewe ni Muislamu. Anta muslim, wewe ni Muislamu. Kumbuka inatumika kwa mwanamume mmoja, hii anta kwa mwanamume mmoja, haiwezi kutumika kwa mwanamke. Kwa hiyo huwezi kusema anta sadiqatun, itakuwa ni makosa makubwa kwa upande wa lugha. Lakini kuna dhamiri nyingine hii anti. Anti, wewe mwanamke mmoja. Anti, wewe mwanamke mmoja. Hii inatumika vipi? Lilmufradati almuannathati, inatumika kwa mwanamke mmoja, inatumika kwa mwanamke mmoja. Mfano, anti sadiqatun, wewe mwanamke mmoja ni mkweli. Wewe mwanamke mmoja ni mkweli. Na mfano wa pili, anti muslimatun, wewe ni Muislamu, lakini ni Muislamu wa kike mmoja. Anti muslimatun, wewe ni Muislamu lakini ni mmoja mwenye sifa ya kike. Lakini tukiendelea, kuna dhamiri nyingine antuma, nyinyi wawili. Na tumesema hii dhamiri inatumika ikiwa wawili wa kiume au ikiwa wawili wa kike, vyote inatumika. Kwa hiyo inatumika lilmuthanna almudhakkar, inatumika kwa wawili wanaume, yani hutumika kwa wawili wanaume, walmuannathati, na kwa wawili wanawake. Kwa hiyo antuma inatumika hivyo. Kwa hiyo unaweza kutumia kwa wawili wanaume na wawili wanawake. Dhamiri hii unaweza kuitumia hivyo. Kwa mfano, antuma talibani, nyinyi wawili ni wanafunzi. Antuma talibani, nyinyi wanafunzi wawili, kwa maana wanafunzi wa hapa waliokusudiwa ni wanafunzi wanaume. Na antuma talibatani, nyinyi ni wanafunzi
wawili lakini wa kike. Kama tulivyosema, hii dhamiri inatumika namna mbili, katika uwili wa wanaume na uwili wa wanawake. Kwa hiyo antuma talibatani, nyinyi ni wanafunzi wawili lakini wanawake. Lakini kuna dhamiri nyingine antum li jam'i dhukur. Hii antum, nyinyi wanaume wengi, inatumika kwa wingi wa wanaume, hutumika kwa wingi wa wanaume, yani wingi ulio wingi kabisa. Mithlu, mfano, antum mukhlisuna, nyinyi ni waaminifu. Nyinyi wanaume wengi ni waaminifu. Nyinyi wanaume wengi ni waaminifu. Kwa jamu dhukur, ni wanaume hawa wengi. Kwa hiyo nyinyi wanaume wengi ni waaminifu. Lakini kuna antunna, nyinyi wanawake wengi, li jam'i al-inath, kwa wingi wa wanawake. Nyinyi wanawake wengi. Fahamtu? Mfano, mithlu antunna mukhlisatun, nyinyi wanawake wengi ni waaminifu. Nyinyi wanawake wengi ni waaminifu. Kwa hiyo kumbuka, leo ndo tuko katika dhamairul mukhatab, dhamiri za mwenye kuambiwa, mwenye kuhutubiwa. Na tukizona hizo dhamiri ziko 5. Kuna anta, we mwanamume mmoja; anti, we mwanamke mmoja; antuma, nyinyi wawili; antun, antum, nyinyi wanaume wengi; antunna, nyinyi wanawake wengi. Na tukaona matumizi yake kuwa anta inatumika kwa mwanamume mmoja na anti inatumika kwa mwanamke mmoja, lakini antuma kwa wawili, ikiwa wanaume wawili au wanawake wawili. Lakini antum kwa wingi wa wanaume na antunna wingi wa wanawake. Kwa hiyo hapana budi kukariri na kufanyia mazoezi kila wakati, ili uweze kuzoesha ulimi wako katika matamshi na kuelewa matumizi ya hizi dhamiri. Tunaenda moja kwa moja katika kuzungumza hii lugha. Kila tukenda mbele kwa unafanyia kazi, basi utapata fawaida nyingi sana. Na nifikie hapa leo, hatutosoma pakubwa, ila niwatakie darasa njema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.